mnaikosa mbingu kwa sababu mnacheza na ujana. Wana wa dunia wanasema ujana ni maji ya moto. Wengi wameungua, wengi wamebabuka. Lakini kwenu ninyi tunahitaji kuanza darasa la wokovu, mtakuwa salama. Maji yatachemka, lakini Roho Mtakatifu anayapoza, mtaoga kwa raha zenu, mtakuwa salama na mbingu mtaiona. Haleluya! Mwaka 2026 ni mwaka wa kutembea na Mungu kwa imani. Ni mwaka wa kutembea na Mungu kwa imani. Ukimfurahisha Mungu katika imani, unakula naye. Anasema nitakaa na nitakula naye. 2026 ni mwaka wa kutembea na Mungu kwa imani. Andiko lake ni kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza, Mwanzo sura 12. Mwanzo sura 12 mstari wa kwanza mpaka wa 9. Kutembea na Mungu kwa imani. Hata wakati wa Yesu Kristo kuzaliwa, taarifa ilifika kwenye ofisi yake kwamba yuko wapi mfalme aliyezaliwa, maana tumeiona nyota yake tokea mbali, tumeifuatilia. Wengine wanasema wale mamajusi walitembea siku nyingi sana, lakini tathmini ya ule muda waliotembea hakuna ambaye anasema exactly, ila wengine wanafuatilia kwa mwendo wa mguu kwa nchi walikotokea ni mbali sana. Iliwagharimu miaka miwili. Iliwagharimu miaka miwili wanatembea wakifuata ile nyota. Nyota ni nyingi sana, nyota ni nyingi sana, lakini kwa tafiti zao, kwa uelewa wao na kwa msaada wa Mungu, wakaiona nyota yenye kuwaongoza hata waende pale Yesu alipozaliwa. Ili wagharimu miaka miwili. Lakini wangeendelea kuifuata tu ile nyota, wao wakaingiza na mawazo yao na tafiti zao na hisia zao, wakasema kwa kuwa ni mfalme amezaliwa, ni nyota ya mfalme, hivyo lazima mfalme Herode aliyepo, ambaye ni mtawala, atakuwa anajua. Ni hivi mambo ya Mungu. Biblia inasema siri ya Mungu iko kwao hao wamchao na kuwaokoa. Siri ya Mungu si wote wanaijua, sio watawala wote, sio wasomi wote, sio wenye hela wote, sio watu wote. Kwa maana mambo ya Mungu unabudi kuyatunza, kuyahifadhi wewe mwenyewe na kusikiliza kile ambacho Mungu anakuelekeza. Nyota ni nyingi sana, lakini kila moja ina kazi yake, ina kazi yake. Lifuate neno la Mungu, achana na vingine, vyote vinang'aa lakini sio dhahabu. Fuatilia kile ambacho Roho Mtakatifu anakuongoza ili ufike kwenye hatima yako. Ninakuombea 2026 Mungu akuongoze ili ufike kwenye hatima yako. Hautakufa bali utaishi na utayasimulia matendo makuu ya Mungu, kwa kuwa Bwana ana haja na wewe. Piga makofi kwa Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Nyota zilikuwa nyingi sana. Nyota zilikuwa nyingi sana, lakini wao walidili na ile moja. Kelele ziko nyingi, mahubiri yako mengi, lakini fuata yale yenye mwelekeo na uongozi wa Roho Mtakatifu. Fuata yale yenye mwelekeo na mwongozo wa Roho Mtakatifu. Sio kila mahubiri yanakufaa. Bora ule mihogo, bora. Hatuendi kuhubiri ili tupate hela, hatuendi kuhubiri ili tupate chochote. Tunaenda kuhubiri ili kupanda mbegu njema ndani ya mioyo ya watu, wamjue Mungu wa kweli na haki, ili siku moja waingie mbinguni. Hilo ni onyo na ni agizo kwenu wahubiri au watumishi mnaosimama madhabahuni. Be careful. Tunaishi siku za hatari. Herode akawapokea wale mamajusi, wakamuuliza yuko wapi mfalme aliyezaliwa, maana tumeiona nyota. Lakini walipoingiza tu yale mawazo,
Walipoingiza yale mawazo ya kuingia kwa Herode, ile nyota ilipotea. Nyota ilipotea. Imeenda wapi? Imeenda wapi? Wakakaribishwa kwa Herode, hawakutoka kapa, walikula, wakapewa na midanganyio mingine. Mwisho wakaambiwa, nendeni mkafanya ibada kwa yule mtoto, lakini mje mniambie habari zake ili na mimi nipate kwenda. Kwa nini asitafute yeye? Kwa nini asitafute yeye? Kwa hiyo ndivyo walivyohadaliwa. Wakaondoka wamekubaliana ya kwamba wende umone na kisha tarudisha taarifa, wataleta mrejesho. Walipotoka wakaiona nyota. Walipotoka tu kwenye jumba la kifalme, walipotoka kwenye lile kasri, jumba la kifalme, jumba la kifahari, wakatoka kwenye mapochopocho, walidhani ya kwamba labda kwenye lile kasri watakuwa na siri ya mambo ya Mungu. Hapana, nakwambia hapana. Achana na utajiri wao, achana na elimu zao, achana na vyote walivyo navyo. Wewe simama na Mungu, nenda na Mungu. Wengi wamepotezwa kwa kudanganywa vitu vya duniani, lakini walipotoka, nami nashauri leo Mungu akusaidie, Mungu atusaidie wote, tutoke mahali pale tumekaribishwa penye mapochopocho, tuondoke. Walipotoka namna hii, nyota ikatokea ikawaongoza. Naomba leo kwa ibada hii, wanangu, kwa jina la Yesu, nyota na itokee kwenu, nyota na itokee kanisa kwenu, nyota na itokee. Nyota maana yake ni uongozi wa kimungu kukupeleka kwenye hatima yako. Nyota ni uongozi wa kimungu. Nyota ni ramani ya Mungu. Nyota ni njia ya Mungu ya kukuongoza wewe ili ufike kwenye hatima ya yale ambayo wewe mwenyewe unayatamani, lakini yalikuwa mbali, lakini Mungu amekukusudia. Jipe moyo, Mungu ana mema kwa ajili yako. Pamoja na safari ya miaka miwili, pamoja na safari ya dhiki, pamoja na kulala njaa, pamoja na kupita kwenye mabonde, kwenye mashimo, kwenye hatari za wanyama, pamoja na masumbufu yote hayo, usiangalie, iangalie nyota. Angalia uongozi wa Mungu. Nenda na Mungu, nenda na ramani ya Mungu. Kelele zingine ziache, hazikuhusu, haukuitiwa hizo. Walitoka mashariki ya mbali, wengine wanasema Iraki, walitoka kule. Kilichowatoa ni kuifuata nyota, wafike mahali alipo mfalme. Achana na mengine, achana na blabla zingine, achana. Kadiri tunavyoendelea, mtaletewa na mavi ya upako. Achana nayo, kwambie kabisa, mavi haya ni ya upako, nenda kachanganya kwenye maji alafu uoge. Mavi ya nabii. Wewe nasema fuata nyota. Nimesha kufasiria nyota, uongozi wa kimungu kukufikisha kwenye hatima yako. 2026 nyota na iangaze, nyota na itokee kwenu, wanangu wazee wa kanisa. 2026 nyota iwatangulie, wanangu, nyota iwatangulie, kila mmoja nyota ikutangulie. Naomba nyota ikutangulie, nauliza nyota ikutangulie, natamka nyota ikutangulie, na wewe uiandame hiyo, uende na hiyo. Nenda na neno, nenda na uongozi wa Roho Mtakatifu, nenda na maonyo ya kimungu, nenda na mafundisho yenye kilo za kimungu. Nenda kwa uongozi wa kimungu wa mbinguni. Nenda na ufanikiwe. 2026 uwe ni mwaka wako wa kubarikiwa, uwe ni mwaka wako wa kuinuliwa, uwe ni mwaka wako wa ushindi. Waliochimba mashimo watatumbukia wewe, malaika wa Bwana wakuinue. Waliokukokea moto ili ukuunguze watakangwa wao, wewe utatembea. Waliokusudia uharibikiwe, Bwana watengeneze kwa nyota yake, akutengeneze, uendelee kunawiri, uendelee kuanda. Haleluya! Jina la Bwana nalibarikiwe.
Jina Bwana libarikiwe. Nyota ziko nyingi sana. Hata Ibrahimu alipoambiwa uzao wako utakuwa kama nyota hizi, hebu anza kuhesabu, akashindwa. Ziko nyingi sana, lakini kila nyota ina kazi yake, kila nyota ina jina lake, kila nyota ina majira yake. Mimi ninachoomba kwako leo, Mungu akufunulie nyota, akufunulie nyota ikuongoze kukupeleka kwenye hatima ya mazuri ambayo Mungu ameyakusudia. Sikia, umechekwa, umeudhiwa, ukatoa na machozi mpaka na 11, yani makamasi ukafanya na hivi, yakaja na mengine machozi ukafanya hivi, hayakusha 11 ingine ukaifanya hivi. Umekudhiaki sana, lakini ukiamini, ukikubali uongozi wa nyota ya Mungu, wewe ni mbarikiwa, 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 wewe ni mbarikiwa. Nasema ramashekete, wewe ni mbarikiwa. Nasema wewe ni mbarikiwa. Nasema wewe ni mbarikiwa. Aliyeifuta aibu kwangu, wow! Aliyeiondoa aibu kwangu, ripa shekete, niliyedharauliwa, niliyebezwa, niliyetemwa mate, si kwa akili yangu, bali nyota ya Bwana nilifuatilia. Nilifuata nyota ya Bwana, nilitulia kwa uongozi wa Mungu. Mungu wa majira na nyakati ulipofika, leo hii na mimi naweza kuitwa baba. Naitwa baba, naitwa baba. Nini? Mungu wa majira na nyakati aliyeyatenda hayo kwangu, naomba atende kwako. Maliza mwaka huu kwa ushindi, uanze mwaka ulio mbele kwa kishindo, kwa kuifuata nyota ya Bwana. Na Mungu akupe, na Mungu akupe, na Mungu akupe. Mungu afutaye machozi akufute machozi, akufute machozi, atengeneze wingu la mvua ya baraka linyeshe kwako. Pokea hivi naongea, pokea hivi naongea, katika jina la mtakatifu Yesu Kristo. Sema haleluya. Itikia haleluya. Piga makofi kwa Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Haleluya. Sikiliza, isikupe shida, tulia kwa Bwana. Danieli alitulia. Ukisoma hayo yako kwenye kitabu cha nabii Danieli sura ya 10 mstari wa 11 mpaka 21 kama sikosei. Danieli akatulia mbele za Bwana, akaendelea na maombi. Siku ya kwanza, siku ya 15, siku ya 20, anaendelea kumwomba Bwana. Anajua Mungu wa majira na nyakati atajibu. Mungu akashikia maombi ya Danieli. Mungu akashikia maombi ya Danieli. Kilichofuata, wakatumwa malaika kuleta majibu ya Danieli. Lakini ilikuwaje? Kumbe anga, sikia, kumbe anga la uweza, roho wa uweza wa anga amefunga anga, ameziba anga. Linalindwa mahali pale alipo. Anga linalindwa, limefunikizwa na nguvu za giza, limefunikizwa na malaika waasi waovu, wamefunika. Unaweza ukaishi kwenye eneo lililofunikwa. Unafanya hauoni kufanikiwa, unanena, unaomba kama haviombeki. Mwisho wetu unaweza ukaishi kukata tamaa. Unatafuta havitafutiki, unachimba wanapata wengine. Unaona mtaji umekufa. Nataka nikwambie, mtaji wako haujafa. Kwa nini mtaji wako haujafa? Kwa sababu uhai ulionao, imani ulionayo ni zaidi ya mtaji. Mungu wa majira na nyakati atakupa. Na 2026 lazima upate. Nasema lazima kwa sababu umetunza mtaji. Mtaji wako ni wokovu, mtaji wako ni imani katika yeye. Utapata. Sema 2026 nitapata. Sema 2026 nitapata.
Sasa utapata nini? Kwenye kila ambacho waifuata ile nyota ikufikisha kwenye hatima yako utapata. Wamekuloga sana, wamefunga, wamekutaabisha kwa neno hili, kwa maombi haya ya leo, na kulogoa na kufungua. Hautalogeka tena, hautalogeka tena. Wachawi na wafanya wafanyavyo, nataka nikwambie, waliozoea kuja kukukalia wanakukalia tena. Wajinga wachafu, hata wajaoga, wameenda kujisaidia, hawajajisafisha, wanakuja wanakukalia, wako uchi. Leo na waje usiku wa leo, na waalika wachawi waje wajaribu kukukalia, kwa sababu utakuwa chuma cha moto. Kwa anapoenda tu kukukalia namna hii, anaondoka ameungua moto. Ayukalia namna hii, anaondoka. Wote na waungue, wote na waungue, wote na waungue, waungue, waungue. Haleluya. Nasema haleluya. Nasema haleluya. Kwa kilichofuata, Mungu alipoona majibu yanachelewa, kamtuma malaika anaitwa malaika Mikaeli. Akashuka malaika wa vita, akashuka malaika wa vita kuleta majibu. Alipofika anga lile pale ambapo wale pepo wameleta za kuleta, akawapiga tu. Maana alipumua tu ile pumzi yake, yule malaika ni pumzi ya moto, wakaungua, wakaachia. Alafu malaika wengine wakashuka, wakaleta majibu, wakaleta majibu, wakaleta baraka. Naomba hivi kwenye ibada hii uondoke na majibu, uondoke na baraka, maana malaika wa Bwana anakuletea majibu, anakuletea majibu. Unayetaka uponyaji, pokea uponyaji. Unayetaka baraka, pokea baraka. Unayetaka kuzaa, pokea kuzaa. Unayetaka lolote lile unalolitaka, nasema pokea kwa jina la Yesu Kristo. Unataka nini? Unataka nini? Unataka nini? Bwana ameleta jibu. Unataka nini mchana leo? Unataka nini kwenye maisha yako? Unataka nini kwenye ndoa yako? Unataka nini kwenye kazi yako? Unataka nini kwenye utafutaji wako? Malaika ameshashuka, ameleta majibu. Malaika maana yake ni mjumbe mwenye ujumbe. Malaika maana yake ni mjumbe mwenye ujumbe. Nami leo ni mjumbe mwenye ujumbe wako kuambia haja moyo wako inajibiwa kwenye ibada hii. Hii ni ibada ya majibu ya kimungu. Kanisa la Bwana, wake kwa waume, wakubwa kwa dogo. Haleluya! Haleluya! Malaika akaleta jibu, akamwambia Danieli, 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 mtu pendaye, nimetumwa kuleta majibu. Danieli 10:11 hadi 21 utayapata. Inakwambia hatuna muda wa kusoma kwa ajili ya hatuwezi kusoma kwa ajili ya muda. Asema nimetumwa kuleta majibu. Nimetumwa ibada ya leo, nimetumwa kukuletea majibu. Nimetumwa kukuletea majibu. Nimetumwa kukubariki leo. Nimetumwa kukuinua leo. Nimetumwa nikutamkia neno la baraka. Nimetumwa.